Ahlan wa sahlan wanagenzi wa darasa la 5. Karibuni katika Mwalimu Plus somo mbashara, ukipenda somo la moja kwa moja, ambapo mimi ni mwalimu wenu, Mwalimu Meshak Chasia. Natumai kwamba mko buheri wa afya, ambapo tunaenda kuangazia masuala mengi tu kuhusu somo la Kiswahili darasa la 5. Wanafunzi, ukijua somo la Kiswahili ni somo ambalo linapendeza, linavutia, ni somo ambalo lina tumaini iwapo unalipenda. Ukilipenda litakupenda na itakupitisha katika maeneo mbalimbali, si milimani, si baharini, hata angani. Ukienda katika nchi za ughaibuni ili uweze kutalii na kueneza lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo wanafunzi, ningependa turejelee katika somo la awali. Kikumbuka vyema wanafunzi, tulikuwa tunaangazia kuhusu kusikiliza na kuzungumza, ambapo tulikuwa tunaangalia kuhusu vifaa vya ufundi. Nikasema kwamba pahali ambapo ufundi hufanyika ama masuala ya ufundi hufanyika panaitwa karakana. Na katika karakana kuna vifaa vingi vya ufundi. Wanafunzi, mnaweza kumbuka vifaa ambavyo tulihitaji kuhusu kazi hii ya ufundi? Naam, vile mmesema ni kweli. Tulitaja kuhusu nyundo, tukasema kuhusu msasa, tukaongea kuhusu bisibisi, tukaongea kuhusu parafujo, msumeno, alafu timazi, miongoni mwa vifaa vinginevyo. Kwa hivyo wanafunzi, tulipoangalia vile, tuliangazia pia matumizi ya vifaa hivi. Tukasema kwamba kila kifaa kina shughuli ambacho kinatekeleza. Kwa mfano, unataka kung'oa misumari, unatumia nini? Naam, nyundo. Na ukitaka kukerekeza mbao, unatumia kifaa kipi wanafunzi? Ndiyo, vile nimesema, tunatumia msumeno. Kwa hivyo wanafunzi, baada ya kuangalia hayo yote, ni wapeni kazi ya ziada. Natumai kwamba mlifanya kazi ile vilivyo. Hebu tuipitie tuone mlijibu vipi. Aha, swali la kwanza wanafunzi ilikuwa ndauliza hivi. Swali la kwanza ilikuwa nasema kwamba kifaa hiki ambacho kimechorwa katika kiwambo chako pale nyumbani, pale mbiketi unakiona. Kifaa hiki wanafunzi kinaitwaje? Kifaa hiki kinaitwaje wanafunzi? A inasema kwamba kinaitwa nyundo, sijui wewe utaniambia. B inasema msumeno, cha ni randa, kisha da inasema shoka. Kwa raha zako tu wanafunzi, kifaa hicho kinaitwaje? Mliandika jibu lipi? Aha, naona vile mmechangamkia vyema mno. Kwa hivyo wanafunzi, vile mmesema ni kweli kwamba kifaa hiki kinaitwa nyundo. Nyundo unapata kwamba ni kifaa ambacho ina sehemu ya kichwa ambacho sehemu hii ambayo hutumika katika kukogomelea misumari, na sehemu ya mbele ambapo kuna meno mawili hutumia unapotaka kung'oa au kutoa msumari katika mbao au pahali ambapo ulikuwa umekogomelewa. Kwa hivyo hicho ndicho kifaa kinachoitwa nyundo. Kisha wanafunzi, nikawapa swali la pili ambalo lilikuwa nasema hivi. Karatasi lenye mchanga au lenye mchanga ambalo hutumiwa kwa kulainisha mbao ni, ambapo unaona pale nimekuchorea karatasi hilo. Wanafunzi, linaitwaje karatasi hili? A inasema kwamba ni bisibisi, B inasema ya kwamba ni gazeti, cha inasema ni msasa, kisha da inasema kwamba ni timazi. Wanafunzi, kwa raha zenu, wafikie jibu lipi pale? Aha, nashukuru vile mmepeana jibu. Jibu ni msasa. Kwa hivyo wanafunzi, wapo uliandika msasa katika swali hili, bila shaka ulipata ndipo. Wangapi wamepata maswali yote mawili sawa sawa? Kweli heko sana kwa kazi nzuri. Mzidi kutia bidii ili muweze kujua zaidi kuhusu vifaa hivi vya ufundi. Ni vingi tu, nisema kwamba tutaangazia tu vichache vile tumefanya, lakini bado tutazidi kuangazia mengine katika masomo yetu ambayo yakuja hapo mbeleni. Kwa hivyo wanafunzi, siku ya leo ni siku nzuri pia. Waswahili husema kwamba msema kesho ni mwongo, kwa sababu leo ni leo, asema kesho ni mwongo. Kwa hivyo leo tuko hapa kuangazia masuala nyeti tu kuhusu sarufi. Katika sarufi wanafunzi, tutaangazia kuhusu vivumishi vya idadi, sauti pu na bu, ambapo leo saswa tutazingatia mno vivumishi vya idadi. Kisha baadaye katika somo lijalo tutaangazia kuhusu sauti pu na bu.
Wanafunzi, tunaposema kwamba vivumishi vya idadi tunamaanisha nini? Ni neno ambalo limevuma, limesikia hapa na pale, na baadhi yetu huwa tunahangaika, tunajiuliza maswali, neno hili linamaanisha nini? Kwa hivyo wanafunzi, tunapoangazia ama tusikia neno vivumishi vya idadi, si swala ngumu mno. Ni neno tu ambalo ni kawaida tu. Vivumishi vya idadi, wanafunzi, utapata kwamba vivumishi hivi hutumika haswa kuonyesha jumla ya nambari tu au kiasi cha vitu kadha wa kadha hapa na pale vilivyohesabiwa au vilivyoorodheshwa, au ukipenda pia unasema kwamba vilivyopimwa. Kwa hiyo kuna vitu kadha wa kadha vilivyoorodheshwa, vilivyopimwa, vilivyohesabiwa pahala. Kwa hivyo unapoviweka pamoja vinaitwa vivumishi vya idadi. Kwa hivyo kwa mfano, mwanafunzi, unaweza pata ya kwamba kuna vivumishi vya idadi mbalimbali. Kwa mfano, katika mchoro ambao unautazama katika kiwambo chako pale, kuna vitabu pale. Vitabu hivi ni vya kusomwa. Vitabu hivi ni vingapi? Ama una vitabu vingapi uza hivyo? Mtu atakuuliza kama ni vyako, una vitabu vingapi? Ama vitabu hivi ni vingapi? Kwa mtazamo wako unaona ni vingapi? Naam, kweli vile nimesema ni vyema. Kwa hivyo utapata kwamba tunasema kwamba vitabu viwili. Wewe sema kwamba vitabu mbili. Ukisema vitabu mbili umepotokwa. Kwa hivyo tunasema vitabu viwili. Kuna kitabu kimoja, kitabu cha pili. Kwa hivyo kwa jumla ni vitabu viwili. Kwa hivyo tuangalia masuala haya ambapo unapata kwamba kuna nambari moja hadi kenda ama 0 hadi 9. Unapoongeza namba hizi unapata kwamba zitakupatia herufi kubwa. Ama unapohesabu 1 hadi 10 utapata kwamba namba hizi unapozitaja kuna herufi zingine ambazo huanza na s au sauti sa. Kwa hivyo unapata kwamba nambari hizi zina utaratibu wake ambapo unapotaja idadi huwa zinatumika tofauti na hizi ambazo tunazitambua. Kwa hivyo tutaangazia hayo baadaye. Hebu tuende moja kwa moja tuangalie kwamba vivumishi vya idadi tunapovitaja huwa nini inalengwa sana katika mawazo yetu. Utapata kwamba idadi, kwa hivyo idadi ni nambari. Unaposema 1, 2, 3 hadi 10, utapata kwamba idadi ni nambari. Kwa hivyo hii ni nambari ambayo hutumika katika kuhesabu au kupanga au kuorodhesha vitu pamoja. Au pia unasema kwamba ni kiasi cha vitu vilivyohesabiwa. Unapohesabu 1, 2 hadi 10 ama 100 ni orodha ya vitu ambavyo vimewekwa katika hisabati fulani, au ni vitu ambavyo vimeorodheshwa pahala. Umepanga kwamba kuna matunda yamepangwa kikundi fulani, ama vitu vimeorodheshwa katika mfumo fulani. Kwa hivyo utapata kwamba idadi hizi huwa zina lingana na vile zimepangwa au maeneo ambapo zinapatikana. Kisha utapata kwamba kuna idadi nyingi kwa idadi nyingi tu huchukua viambishi ngeli na vingine pia, au namba zingine pia hazichukui viambishi ngeli. Kwa mfano utapata kwamba ni chache tu ambazo hazichukui viambishi ngeli. Kwa hivyo tutaangalia kwa nini havichukui, na iwapo havichukui viambishi ngeli tunafanya vipi? Kuna njia ipi ambapo tunaweza kutaja nambari hizi? Kwa hivyo vile nimesema kwamba unapohesabu 1 hadi 10 utapata kuna nambari ambazo zinaanza na au huisha na sa au sa. Pia na kuna nambari ya mwisho ambayo ni 10 ambapo pia ina idadi tofauti. Kwa mfano wanafunzi, hebu nitajie nambari ambazo huanza na sa ama huishia na sa katika nambari ya kwanza hadi 10 hapo katikati. Naam, kuna kama nambari nimesema 6. Naam, kweli nimesema 6. Nisikia wengine mmesema 7. Pia na ngapi? Na 9. Kwa hivyo 6 kuna saba iko na sa, alafu kuna 9. Weza anza ama ishie na sa popote pale. Kwa hivyo nambari hizi tatu pia ukiongeza na 10 utapata kwamba nambari hizi hazichukui viambishi ngeli. Kwa mfano, huwezi sema kwamba kuna watoto wa 6 darasani, ama nilikutana na wanaume wa 6, ama nimekunya vikombe visita. Itakuwa umekosea mno, kwa sababu nambari hizi hazichukui kiambishi ngeli chochote. Kwa hivyo utapata kwamba ni mifano ya idadi au tarakimu
ambapo unapata kwamba havichukui viambishi ngeli katika matamshi. Kwa hivyo nambari 6 sema kwamba wanafunzi 6, walimu 6, viti 6, si viti vi6, si wanafunzi wa 6, utakuwa umekosea mno. Pia namba 7 au 9 pia utapata kwamba hizi tarakimu pia huwa hazichukui kiambishi ngeli. Kwa mfano sema kwamba wewe sema kwamba kuna tarakilishi wa 7 ama magari masaba, unasema gari 7 ama miti 7, si miti ni 7, unasema miti 7 na kadhalika. Kwa hivyo 9 pia sema kwamba mama alinunua mayai 9, si mayai 9. Baba alinunua shati 9, si mashati 9. Kwa hivyo 9 na 7 na 6 hadi 10 hatuongezi kiambishi ngeli tunapotaja. Kwa hivyo kumbuka kwamba nambari hizi huanza na saa au ishia na saa na pia na 10 ukiongeza pale. Kwa hivyo nambari hizi ni 6, 7, 9 na 10 vile nimesema. Kisha wanafunzi, twende katika matumizi. Utapata kwamba tunapotumia nambari hizi kuna kiwango ambapo tunaweka nambari hizi. Kwa mfano unaweza kuwa na gari moja. Vile unaona katika mchoro pale kuna gari ya kupendeza. Rangi nzuri tu ile ambayo mnapenda. Kwa hivyo tunasema gari moja. Si gari moja ama gari mamoja, gari moja. Hivyo ni gari moja, si gari mamoja. Kwa hiyo usema kwamba nimeona gari mamoja. Hapana, uko umekosea. Sema nimeona gari moja ama tuna gari moja. Kisha pia unasema kwamba nambari 2. Watu pia utukosea unapotumia namba 2. Kwa hivyo katika idadi tunasema kwamba miti miwili. Vile unaona miti imesimama pale. Imea pale miti miwili. Wewe sema kwamba miti 2 ama gari 2 ama kuku 2, sema kuku wawili. Miti miwili, magari mawili. Kwa hivyo unapotumia herufi hizi lazima uwe makini na umakiniki vilivyo. Kisha tuangalie namba 3. Pia nambari hii huchanganya wengi mno, haswa kama mpira wa kandanda. Kwa hivyo unapokuwa na vitu vitatu, kama mfano kama kalamu, unasema kwamba nina kalamu 3. Si kalamu matatu ama kalamu vitatu, sema kalamu 3. Baba alinunulia kalamu 3. Si baba alinunua makalamu 3. Utakuwa umekosea. Wengi husema vile. Kwa hivyo tunasema kalamu 3. Kalamu 3 zimenunuliwa ama kalamu 3 ni mpya kulingana na vile zilivyo. Kisha kuna nambari 4. Nambari 4 pia hukanganya watu. Tunasema redio 4. Redio 4, si redio 4 ama magari 4. Sema redio 4 zipo pahala, redio 4 zimechorwa, redio 4 zimenunuliwa na kadhalika. Magari 4 yanapendeza. Hivyo hapa tunaweza, hapa nambari 4 tunaongeza kiambishi ngeli kwa sababu tumekubaliwa. Magari 4. Sema miti 4, miti miwili na kadhalika. Kisha kuna namba 5. Namba 5 pia pata kwamba watu wengine huongeza vitu ambavyo havipo. Kwa mfano kuna vikombe pale. Unapohesabu vikombe vile pata kwamba ni 1, 2, 3, 4, 5. Tunasema vikombe 5. Si kombe 5. Kombe 5 pana. Ng'ombe 5, si ng'ombe 5. Tuna ng'ombe 5. Tuna mbuzi 2. Na kadhalika. Kwa hiyo unapohesabu lazima uangalie idadi ile iko kivipi. Kisha vile nimesema kuhusu 6 tupata kwamba 6 nambari ambayo tuongeze kiambishi ngeli. Uweze sema kwamba kuna simu wa 6 ama simu masita. Tuseme vile, sema simu 6. Tuna simu 6. Nimechora simu 6. Kwa hivyo na kadhalika. Kwa hivyo mambo haya lazima tuangazie. Kisha kuna nyumba, tusema nyumba 7, si nyumba masaba. Nyumba 7 ni vyema vile. Pia kuna vitabu. Sema vitabu 8, si vitabu 8. Vitabu 8, vitabu 2, vitabu kadha wa kadha. Kwa hivyo vitabu 8 na kadhalika. Watoto 8, wanafunzi 8, wakulima 8 na kadhalika. Kisha wanafunzi kuna wavulana. Ikiwa kwa idadi 1 hadi 9, tunasema wavulana 9, si wavulana wa 9, si wasichana wa 9. Vipi tunasema tutoe katika mazoea yale, turejelee katika mkondo ambao unastahili. Jua kwamba nambari ambazo zinaisha na saa au
zinaanza na saa kama 6, 7 na 9, ukiongezea 10 ambapo pia haina saa, na herufi hizi au tarakimu hizi hazichukui kiambishi ngeli. Kisha tunapomalizia kwamba tupata kwamba ndizi. Watu wengi hukosea wanaposema wingi wa ndizi ni mandizi. Ni kosa kusema ndizi wingi wake ni mandizi. Wingi wa ndizi ni nini wanafunzi? Kweli wingi wa ndizi ni ndizi, haina wingi wake. Ndizi moja, ndizi nyingi. Kwa hivyo tunasema ndizi 10. Nimepewa ndizi 10, si ndizi 10. Kusema kwamba ni kuna ndizi 10. Mama amenunua ndizi 10 ama ndizi wa 10. Hapana, sema ndizi 10. Kisha tunapoenda katika sentensi, utapata kwamba unatunga sentensi kulingana na muktadha wa ile neno ama tarakimu umepewa. Kwa mfano, ukiona pale kuna meza na kiti, unasema kwamba kiti kimoja hakitoshi, kwa sababu meza ile ni kubwa na wageni labda wako takriban watu 4. Kwa hivyo hawezi kukalia kiti kimoja. Sema kwamba kiti kimoja hakitoshi, angalau vivyo 4 vitatu itakuwa bora. Kisha kuna magari pale. Ukisema magari yale kwa wangapi wanafunzi? Inshallah magari matatu, kwa sababu sema kwamba tulinunua magari matatu. Si tununua magari 3. Tununua magari matatu. Ni moja, gari la kwanza, la pili, la tatu, magari matatu. Kisha unasema kwamba ni mti pale una matunda. Sema mti mmoja una matunda 8. Unahesabu matunda yale pata ni 1 hadi 8. Unasema kwamba una matunda 8, una matunda 8. Kwa hivyo wanafunzi, tunapokamilisha kupata kwamba pia kuna watoto wanacheza mchezo pale wa njugwe, wanavuta kamba pale. Unasema kwamba watoto 5 wanacheza, kwa sababu moja, kuna 2, kuna 3, 4 hadi 5. So wewe sema watoto 5 wanacheza. Sema watoto 5 wanacheza. Kwa hivyo wanafunzi, hayo ndio tulikuwa nayo kwa siku ya leo. Natumai kwamba umejua jinsi ya kutumia tarakimu hizi katika hali ambayo inastahili. Unajua wapi pa kuweka kiambishi ngeli na wapi hakistahili kuwekwa. Kwa hivyo wanafunzi, kama sijawaageni, naomba niwaacheni na kazi ya ziada ambayo itakuchangamsha, ili kipindi kijacho tunapokutana utakuwa umefanya kazi yako, tuweze kuona iwapo umekita mizizi katika sehemu hii ya kuangalizia viambishi mbalimbali vya ngeli. Kwa hivyo wanafunzi, naomba niwapatie swali la kwanza kuhusu kazi ya ziada, ambapo nasema hivi: andika idadi hii ama idadi hizi kwa maneno. Andika idadi hizi kwa maneno. Kuna nambari ya kwanza, mpira wa kwanza hadi mpira wa mwisho. Utasemaje? Kuna mpira wa kwanza, wa pili hadi mpira wa mwisho. Utasema ni mipira 5, au ba useme mipira 5, au cha useme mpira 5, au da useme mapira 5. Jibu ni kwako. Alafu swali la pili pia inasema ya kwamba andika idadi hizi kwa maneno. Ukiangalia pale kuna mchoro wa mkate au mikate kwa wingi. Kuna mkate wa kwanza hadi mkate wa mwisho. Kwa hivyo mikate hii imeorodheshwa katika nambari. Kwa hivyo unapoandika utasema idadi gani? Au unasema kwamba mikate 4, au mikate 8, au usema mikate 8 katika cha, au da sema mikate 4. Kwa hivyo wanafunzi, naomba mnipe majibu, na si sasa kwa sasa hivi, lakini kwa kipindi kijacho katika somo mbali la wadia. Kwa hivyo hadi tamati, naomba ni waageni na washukuru kwa kuwa pamoja hadi kipindi kijacho. Mimi ni Mwalimu Meshak, kwa na wakati mwema. Bye bye.